Sheria ya kwanza ya kufunga iliyotuogopesha zaidi ni ile ninayoiita sheria ya kusudi au usahihi. Nisikilizeni kwa makini, wana wa Mungu. Katika ufalme wa giza, mfungo usio na kusudi maalum ni kama silaha ya hali ya juu isiyo na risasi. Shetani hatakuruhusu usikie ushuhuda huu. Hapa kuna sheria 7 za kufunga zinazofanya pepo kutetemeka. Ninatoka Douala, mji mkuu wa kiuchumi ulioko katika mkoa wa Littoral wa Kamerun. Nilitumia miaka 14 katika safu ya juu ya uchawi huko Yaounde. Na ikiwa kulikuwa na jambo moja ambalo lilitufanya tutetemeke kwa woga, haikuwa maombi yako tu. Ilikuwa ni njia yako ya kufunga. Lakini kuonywa si tu kufunga yoyote. Nitakufunulia sheria 7 za siri ambazo zilifanya Wakristo fulani tusionekane kabisa na kutoshindwa na mashambulizi yetu. Ikiwa utatumia sheria ya 4, hakuna pepo atakayeweza kuvumilia uwepo wako tena. Nisikilizeni kwa makini, watu wa Mungu, sikilizeni kwa makini ushuhuda huu. Kwa muda wa miaka 14, nilikuwa mwanzilishi wa cheo cha juu, malkia wa kweli wa usiku ndani ya jamii ya siri yenye kivuli. Tulikuwa katika agano la uchawi ambalo lilikuwa bora katika utume wa kishetani kuliko mengine yote. Kazi yetu ya msingi, shauku yetu pekee, ilikuwa kufuatilia, kuwawinda na kuwaangamiza kikatili Wakristo ambao walikuwa wanaanza kuwa na nguvu sana katika ulimwengu wa kiroho. Tulifanya upasuaji kwa usahihi katika nchi nzima. Mimi binafsi niliratibu mashambulizi ya kiroho dhidi ya zaidi ya makanisa 200 nchini Kamerun. Mara kwa mara nilisimamia ufuatiliaji wa ajabu wa waumini zaidi ya 3,000. Na kubwa zaidi, nilikuwa na jukumu la kuwafunza waanzilishi wachanga katika sanaa tata ya kukatiza maombi ili kuzuia dua zao zisifikie kiti cha enzi cha Mungu. Lakini kulikuwa na mazoezi moja ya kiroho, moja tu, ambayo yalijaza mikutano yetu ya agano na hofu kuu. Ilikuwa nidhamu ambayo, wakati Wakristo fulani waliizoea kwa usahihi, iliwafanya wasionekane kabisa na rada yetu ya ufuatiliaji. Hawakuweza kuguswa ghafla na mashambulio yetu na kuzuiliwa kabisa na mikakati yetu ya hila. Tendo hili, enyi watu wa Mungu, lilikuwa ni kufunga. Lakini onywa, sizungumzii juu ya mfungo wa Wakristo wengi leo. Sizungumzii huo utaratibu rahisi wa kidini kwamba njaa inagoma bila upako wowote au nguvu. Ninazungumza juu ya mfungo wa kweli, ule unaofanywa kulingana na sheria maalum za kiroho ambazo waumini wengi kwa bahati mbaya hawajawahi kujifunza. Hizi ni sheria ambazo, zikifuatwa hadi mwisho, huweka ukuta wa kweli wa moto unaowaka kumzunguka muumini. Ngao ya utukufu ambayo hakuna uchawi wa kishetani, hakuna mchawi, hakuna roho ya familia inayoweza kupenya. Leo nasimama mbele yako kufunua, kwa nguvu zote za Roho Mtakatifu ambaye sasa anakaa ndani yangu, sheria 6 za kufunga ambazo zilitutisha sana katika ufalme wa giza. Nasikilizeni kwa makini, kwa sababu nitaongeza sheria ya 7, jiwe kuu la kweli, ambalo hata katika maisha yangu ya awali kama malkia wa usiku, sikuielewa kikamilifu. Ninaelewa sheria hizi. Lakini Bwana Yesu Kristo alinifunulia ili kuweka muhuri ushindi wako katika ulimwengu wa kimwili. Sheria hizi si nadharia tu za kibinadamu, wala si maoni ya kidini zaidi. Ni kanuni halisi, thabiti na zisizobadilika za kiroho ambazo zilifanya Wakristo fulani wasishindwe kabisa wakati wa nyakati zao za kuwekwa wakfu. Ninazijua sheria hizi kwa ukaribu, kutoka ndani, kwa sababu kwa miaka 14, jukumu langu baya lilikuwa ni kuwasaka Wakristo waliozivunja, ili kuwashambulia kwa nguvu wakati huo huo ambapo walipaswa kuwa katika nguvu zao za kiroho. Ikiwa umewahi kufunga kwa siku nyingi na unahisi kwa uchungu kwamba hakuna kitu kinachotokea katika maisha yako, ujumbe huu ni kwa ajili yako.
Ikiwa umemaliza mfungo kwa matumaini na kuona tu hali yako inazidi kuwa mbaya au nyumba yako ikisambaratika, ujumbe huu ni kwa ajili yako. Ikiwa mara nyingi umejiuliza kwa nini baadhi ya waumini hupata mafanikio ya kimiujiza kwa kila mfungo, huku wengine wakifunga kwa siku 40 bila kuona mabadiliko hata kidogo, ujumbe huu ni kwa ajili yako. Hebu nikuonyeshe kile sisi, waanzilishi wa vivuli, unaona. Ngoja nikufundishe kile tunachokiogopa zaidi. Acha nikuandalie maarifa ya kiungu. Ni nani atafanya haraka yako ijayo kuwa silaha ya kutisha zaidi ya vita vya kiroho ambavyo umewahi kutumia? Sheria ya kwanza ya kufunga iliyotuogopesha zaidi ni ile ninayoiita sheria ya kusudi au usahihi. Nisikilizeni kwa makini, wana wa Mungu. Katika ufalme wa giza, mfungo usio na kusudi maalum ni kama silaha ya hali ya juu isiyo na risasi. Silaha ipo. Inavutia. Inaonekana kuwa na nguvu machoni pa wanadamu. Lakini kwa kweli haifanyi chochote kwenye uwanja wa vita. Wakristo wengi leo wanafunga kwa sababu ya mazoea ya kidini. Wanafunga kwa sababu ni mwanzo wa Januari. Wanafunga kwa sababu kanisa lao limepanga wiki maalum ya maombi. Wanafunga kwa sababu tu wanaona waumini wengine wakifanya hivyo karibu nao. Lakini roho za giza zilipowatazama vijana hawa kutoka katika ulimwengu usioonekana, tulicheka kwa sababu tuliona kwamba hawakuwa na lengo lolote, hawana lengo lililo wazi. Ilikuwa tu kelele za kiroho zilizochanganyikiwa, bila mwelekeo wowote wazi. Saumu isiyo na kusudi haikututia wasiwasi hata kidogo. Kwa kweli, mara nyingi tulitumia mifungo hii ya kidini kwa manufaa yetu wenyewe. Tungemwacha Mkristo amalize siku zake za kunyimwa, akijiona mtakatifu sana na mwenye fahari sana juu yake mwenyewe, na kisha tungeanzisha mashambulizi ya umeme mara moja baadaye. Kwa sababu alikuwa ametapanya nguvu zake za kiroho na kujikuta amedhoofika kimwili, bila kuwa na kitu chochote katika roho. Kwa watu wa Mungu, ninaomba kwamba jambo hili lisitokee kwenu tena. Acha nikuambie hadithi ya mchungaji anayeitwa Peter aliyeishi Yaounde. Mchungaji Peter alikuwa mtumishi wa Mungu mwaminifu, mtu mwenye moyo safi na wa kujitolea. Kila Januari angekusanya kutaniko lake lote kwa mfungo mkuu wa siku 21. Kanisa zima lingejiepusha na chakula, kuomba pamoja na kutumaini mafanikio ya jumla kwa mwaka. Kwa miaka 4 mfululizo, nyumba yetu ya watawa iliruhusu mfungo wa Januari wa mchungaji Peter kuendelea bila kuingiliwa na sisi. Kwa nini? Kwa sababu haikuwa na lengo maalum. Maombi yao hayakuwa wazi na ya jumla. Angesema, Bwana, libariki kanisa letu. Bwana, tupe ushindi. Bwana, utufanikishe. Hakukuwa na usahihi, hakuna mwelekeo wa kimkakati, hakuna misheni maalum iliyopewa mfungo. Wakati wa miaka hiyo 4 ya mfungo mkali, hata hivyo, kanisa la mchungaji Peter lilipungua. Washiriki waliondoka, fedha zikaanguka, ugonjwa ukawakumba viongozi, na mchungaji maskini hakuweza kuelewa kwa nini dhabihu nyingi zilionekana kutozaa matunda. Tatizo halikuwa ukosefu wake wa uaminifu, ni kwamba mfungo wake ulikiuka sheria ya kusudi. Sasa fikiria mfano wa mchungaji Charles aliyekuwa mjini. Mchungaji Charles aliongoza kutaniko dogo zaidi kuliko lile la Petro. Charles alikuwa ameshika siri. Kufunga lazima kuwe na kusudi kali kama upanga. Kabla ya kuanza jambo lolote, angetumia siku kadhaa katika uwepo wa Mungu ili tu kupokea shabaha kamili ya vita vilivyokuja. Angeandika lengo haswa kwenye kipande cha karatasi.
Saumu zake zilikuwa na majina ya vita: mfungo wa kuvunja kizuizi cha kifedha, mfungo wa kurejesha kabisa ndoa zilizotishiwa, au mfungo wa kuangamiza roho ya kifo cha mapema katika familia. Kila wakati wa kunyimwa ulikuwa na jina wazi na kusudi lililofafanuliwa. Nyumba yetu ya watawa ilipokea tahadhari nyekundu na onyo la dharura wakati Mchungaji Charles alipotangaza mfungo wa siku 40 dhidi ya roho ya Piton iliyokuwa inazuia biashara na mambo katika jimbo lake. Hii haikuwa mfungo wa kuomba baraka kwa ujumla. Ilikuwa ni vita ya kiroho iliyolengwa na adui aliyetambulika wazi na matokeo yaliyotarajiwa. Mara moja tulituma roho zetu za kutisha kuzuia maombi haya. Lakini jambo la ajabu lilitokea. Kila mshale wa ajabu tuliorusha ulivunjwa na kile kilichoonekana kama makombora ya maombi yaliyolenga sana. Mchungaji Charles hakuwa tu kujinyima chakula. Alikuwa akifunga kwa makusudi maalumu. Na kusudi hili lilikuwa limeunda boriti ya lasa ya kiroho ambayo ilichoma kihalisi kila kizuizi cha kishetani katika njia yake. Katika siku ya 20 ya mfungo wake, biashara kuu tatu katika kanisa lake, ambalo lilikuwa karibu kufilisika kwa miaka mingi, ghafla zilipokea kandarasi za miujiza. Siku ya 30, roho ya chatu iliyokuwa imetawala eneo hili kwa zaidi ya miaka 10 ilifukuzwa kwa jeuri. Kufikia siku ya 40, hali nzima ya kiuchumi ya jamii yake ilikuwa imebadilika sana. Tofauti kati ya wachungaji hawa wawili haikuwa imani wala upako, bali sheria ya kusudi. Kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 kinatufundisha kwamba kuna wakati kwa kila jambo chini ya jua. Na katika kitabu cha Isaya sura ya 58 mstari wa 5 Mungu mwenyewe anauliza, je, Mungu anakuuliza leo nini kusudi halisi la sadaka yako? Kwa maana katika ulimwengu wa kiroho ni kusudi ambalo huamua nguvu ya kushangaza. Sheria ya kusudi inasema kwamba ufanisi wa kuwekwa wakfu kwako unahusishwa moja kwa moja na usahihi wa nia yako. Mfungo unaojaribu kugusa kila kitu hatimaye haugusi chochote. Lakini mfungo unaomlenga adui mmoja huwa ni silaha ya maangamizi makubwa dhidi ya kazi za adui. Unapoanza kipindi chako kijacho cha mfungo na kuomba sana, andika kile unachopigania. Ipe haraka yako jina la ushindi. Tambua adui maalum unayeenda kumshinda. Bainisha mafanikio halisi unayotarajia kutoka mbinguni. Kusudi ni mpaka kati ya mapokeo ya kidini tu na vita vya kiroho vya ushindi. Sheria ya pili ya kufunga ambayo wakati fulani ilitujaza ilikuwa ni sheria ya usiri, ambayo pia tunaita sheria ya busara. Nisikilizeni kwa makini sana, ndugu na dada zangu katika Kristo. Katika ufalme wa giza, mifumo yetu ya ujasusi na ufuatiliaji ilikuwa ya hali ya juu ambayo huwezi hata kufikiria. Tulikuwa na pepo wachafu waliopewa kazi maalum ya kufuatilia mawazo yako, maneno yako, na hata shughuli zako za mitandao ya kijamii. Roho zetu za upelelezi zilisikiliza mazungumzo yako ya kibinafsi ya simu. Huluki za mashetani ziliketi katikati ya ibada zako ili kutambua kila tangazo linalotolewa kupitia maikrofoni. Na mojawapo ya vyanzo vyetu muhimu vya habari ilikuwa matamko yako ya hadharani ya kufunga. Wakati hasa Mkristo alipotangaza kufunga kwake kwa fahari kwa kila mtu aliye karibu naye, tulipokea arifa ya tahadhari mara moja katika ulimwengu wa roho. Ilikuwa kama taa inayomulika kwenye skrini ya kudhibiti. Tulijua kwa hakika ni nani angefunga, udhaifu wao ulikuwa nini, na ni muda gani tulikuwa nao wa kuhujumu juhudi zao kabla ya muda uliopangwa kuisha. Habari hii ilikuwa silaha ya uharibifu kwetu. Kinabii, ninakupa onyo hili. Weka mfungo wako kuwa siri kati yako na Baba yako wa mbinguni. Vinginevyo, adui atatumia maneno yako mwenyewe kuiba thawabu yako na kuharibu ushindi wako.
Acha nikuambie kuhusu mwanamke ambaye nitamwita dada Beatrice, mkazi wa Douala. Alikuwa muumini mwaminifu sana ambaye alikuwa ameweka tumaini lake lote kwa Mungu kwa neema ya mtoto kwa miaka 7. Kwa bahati mbaya kwake, faili yake ilikuwa juu kwenye hifadhi data yetu ya kikanda ya mafumbo. Alikuwa amewekwa chini ya uangalizi wa karibu wa mojawapo ya nyumba zetu za watawa. Tulijua kila kitu kuhusu maisha yake ya kibinafsi na hali ya matibabu, na tulifanikiwa kuzuia kila jaribio la uokoaji au mafanikio. Hadi wakati huo, Jumapili moja asubuhi, dada Beatrice kwa ujasiri alisimama mbele ya kanisa lake lote na akatangaza hadharani kwamba angefunga kwa siku 21 kuanzia Jumatatu iliyofuata. Aliomba mkutano wote kusali pamoja naye ili tumbo lake la uzazi lifunguke. Hata alienda mbali zaidi kwa kuchapisha habari hizo kwenye Facebook, akiwaomba marafiki zake wote mtandaoni kumuunga mkono katika maombi. Jioni hiyo, mara tu taarifa ilipotufikia, mratibu wetu wa eneo aliitisha mkutano wa dharura wa mgogoro. Na bila kuchelewa zaidi, sasa tulikuwa na siku 21 kamili za kumpiga dada Beatrice kwa kila silaha mbaya tuliyokuwa nayo kwenye safu yetu ya silaha. Kwa sababu alikuwa amefanya kosa la kutangaza hadharani kufunga kwake, tulijua ni lini haswa tungezidisha mashambulizi yetu, wakati sahihi ambapo angekuwa dhaifu zaidi kimwili, na muhimu zaidi, tulijua kusudi hasa la maombi yake. Hii ilituruhusu kuunda hali ya kukata tamaa kabisa katika eneo hili maalum la akina mama. Kufikia siku ya 7 ya mfungo wake, tayari tulikuwa tumeanzisha matatizo makubwa matatu katika maisha yake ili kumkosesha utulivu. Mumewe alipokea agizo la kuhamishwa ghafla kwenda jiji lingine, bila taarifa yoyote ya hapo awali, ambayo ilizua mkazo mkubwa wa kifedha na kihemko. Mwenye nyumba wake alikuja kumhudumia kwa notisi ya kufukuzwa mara moja. Na kana kwamba hiyo haitoshi, matokeo yake mapya ya kitiba yalionyesha ukuaji wa maambukizi na kufanya uwezekano wa kupata ujauzito usiwezekane zaidi. Siku ya 14, dada Beatrice alizidiwa na kuvunjika moyo sana hivi kwamba aliangua kilio kabla ya wakati wake. Alihisi kuachwa kabisa na Mungu na alijiuliza kwa uchungu kwa nini kufunga sio suluhisho. Huyu dada masikini hakuelewa ni kwamba tangazo lake hadharani lilikuwa limetupa akili na taarifa sahihi za kuhujumu sadaka yake kabla haijazaa matunda katika ulimwengu wa mwili. Sasa hebu tutofautishe hili na mwanamke mwingine nitakayemwita Mama Grace, ambaye aliishi Yaounde. Mapambano ya Mama Grace na utasa wa ulimwengu yalikuwa makubwa zaidi na magumu zaidi kuliko ya dada Beatrice. Hata hivyo, Mama Grace alikuwa na silaha ya siri. Alielewa kikamilifu sheria ya usiri. Alipoamua kuanza mfungo, hakumwambia chochote mtu yeyote. Hakuwa na kitu cha kusali sana chumbani kwake, kisha akaendelea na shughuli zake za kila siku huku akiwa na uso wa kumeremeta bila mtu yeyote kushuku kuwa yuko katikati ya vita vya kiroho. Wakati wa chakula, angepata visingizio vya heshima na vya busara vya kutokula. Wafanyakazi wenzake wa ofisini walipompa chakula, hakukuwa na tangazo la kushangaza, maombi ya kukata tamaa, hakuna machapisho kwenye mitandao ya kijamii. Nyumba yetu ya watawa iligundua tu kwamba Mama Grace alikuwa akifunga siku ya 32 ambayo iligeuka kuwa mfungo wa siku 40. Kufikia wakati huo, tayari ilikuwa imechelewa sana kwetu. Moto unawaka kumzunguka, roho zetu za mashambulizi ziliripoti kwa hofu kwamba ziliteketezwa kihalisi na miale ya kuwapo kwa kimungu kabla hata ya kuingia angahewa lake. Kufikia mwisho wa mfungo wake, mbingu zilikuwa tayari zimethibitisha na kuachilia kile alichokuwa akitafuta kwa miaka mingi. Miezi 8 baadaye, Mama Grace alijifungua mapacha warembo.
Hivi ndivyo inavyosema Mathayo 6:6-18 inaposema, mnapofunga, msiwe kama wanafiki wenye huzuni, maana hujiumbua nyuso zao ili kuwaonyesha wengine kwamba wanafunga. Lakini wewe unapofunga, jipake mafuta kichwani mwako na uoshe uso wako ili kwamba kufunga kwako kusikoonekana kukiwa kwa siri. Hili halikuwa maagizo madogo tu ya kidini ya kujionyesha. Lilikuwa ni fundisho la kweli la vita vya kiroho, mbinu na mbinu. Yesu alijua kile sisi, katika ufalme wa giza, tulielewa kikamilifu. Saumu iliyofichwa ni mfungo uliolindwa na kimungu, ilhali mfungo wa hadharani ni mfungo uliofichuliwa, na mfungo wa siri unathibitisha kwamba nguvu ya kweli ya mfungo wako huongezeka kulingana na uamuzi wake. Unapofunga kwa usiri kamili, unafanya kazi chini ya kifuniko kisichoonekana cha ulinzi wa Mungu. Lakini unapofunga hadharani, unajiweka moja kwa moja chini ya darubini ya akili ya kishetani. Katika miaka yangu 14 ya mashambulizi yaliyolengwa dhidi ya Wakristo, siwezi kuangamizwa kwa mafanikio na majeshi yetu. Sio mara moja, kila mfungo tumeweza kuufungua, kila upenyo tumeweza kuzuia, kila muumini tumeweza kumkatisha tamaa. Ilikuwa ni mtu ambaye amekuwa mjinga kiasi cha kuweka hadharani kufunga kwao. Hii ni sheria ya pili ya msingi. Weka haraka yako iliyofichwa na utaiweka kwa nguvu milele.